Iran imekataa mwaliko wa mkutano wa Gaza utakaofanyika nchini Misri, ambapo rais wa Marekani Donald Trump atauongoza, huku ikisema haiwezi kuketi meza moja na walioishambulia na magaidi wa ulimwengu. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amekataa mwaliko uliotolewa kwa Tehran kwa ajili ya kushiriki katika mkutano kuhusu Gaza uliopangwa kufanyika huko Sharm el-Sheikh nchini Misri, akisema kuwa hawezi kuketi meza moja na viongozi walioshambulia wananchi wa Iran na wanaendelea kutishia nchi hiyo na kuiwekea vikwazo. Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran, ametuma ujumbe katika ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X akimshutumu Rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri kwa mwaliko huo, lakini akaweka wazi kwamba si Rais Masoud Pezeshkian wa Iran wala yeye mwenyewe ambao wangekutana na pande hizo hasimu. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Iran amebainisha hayo akiashiria mashambulizi ya anga ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran wakati wa vita vya siku 12 vilivyoanzishwa na Israel dhidi ya nchi hiyo, pamoja na vikwazo vya Magharibi vinavyokusudiwa kulenga sekta ya uchumi na nishati. Araghchi amesema kuwa Iran inaunga mkono pakubwa uamuzi wowote mkabala wa Palestina kwa shabaha ya kuhitimisha mauaji ya kimbari katika ukanda wa Gaza. Anasema katika ukurasa wa X kwamba Iran inakaribisha mpango wowote wa kukomesha mauaji ya kimbari ya Israel huko Gaza, ambao utahakikisha wanajeshi wa Israel kuondoka katika eneo hilo. Wapalestina wana haki kamili ya kupata haki yao ya kimsingi ya kujitawala, na mataifa yote yanabeba dhima ya kuwajibika na kuwasaidia wananchi hao kufanikisha malengo yao halali. Waziri huyo wa mambo ya nje ya Iran ameongeza kuwa Iran inasalia kuwa nguvu muhimu katika kanda hii. Iran imekuwa na itabaki kuwa nguvu muhimu kwa ajili ya amani katika eneo hili, kinyume na utawala wa Israel unaofanya mauaji ya kimbari. Iran haina lengo la kuendesha vita, bali siku zote inatilia mkazo kuhusu ushirikiano na amani, anasema Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya kigeni. Mkutano wa leo huko Sharm el-Sheikh uliopangwa kuongozwa na Rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri na Donald Trump wa Marekani umeratibiwa ili kurahisisha usitishaji vita na kuandaa mikakati ya ujenzi na suala la uongozi baada ya vita vya mauaji ya kimbari ya miaka miwili ya Israel huko Gaza. Nchi zaidi ya 20 zinatazamiwa kushiriki katika mkutano wa Sharm el-Sheikh baada ya Israel na Hamas kufikia makubaliano. Hata hivyo, Israel inadaiwa kwamba huenda isishiriki moja kwa moja katika mkutano huo ambao utamhusisha rais wa Marekani Donald Trump. Hii ni kutokana na kuibuka kwa migogoro katika baraza la mawaziri la Israel, ambapo baadhi ya mawaziri hawakubaliani na mpango wa kusitisha mapigano. Tia kutangazwa makubaliano ya kusimamisha vita na kubadilishana mateka kati ya Israel na harakati ya mapigano Hamas, Itamar Ben-Gvir, waziri wa usalama wa ndani wa utawala wa Israel, ametangaza kupinga vikali makubaliano hayo na kutishia kulisambaratisha baraza la mawaziri la waziri mkuu Benjamin Netanyahu, na hivyo anaungana na waziri mwingine Bezalel Smotrich, waziri wa fedha, ambaye naye pia ana msimamo mikali dhidi ya makubaliano hayo, na ameweka wazi hitilafu kubwa za kisaikolojia zilizopo ndani ya utawala huo. Smotrich yeye amesema Israel inapaswa kuiharibu Gaza kikamilifu na kuliharibu kabisa kundi la Hamas baada ya kuachiliwa huru mateka wa Israel kutoka Gaza. Mivutano hii mikubwa si tu inaashiria kutoafikiana kimbinu kuhusu makubaliano ya kusitisha vita katika ukanda wa Gaza, bali ni ishara ya kuwepo mzozo mkubwa baina ya malengo ya kiitikadi ya mrengo wa kulia wa Israel na uhakika wa mambo wa makubaliano katika uga wa kisiasa. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.